Faslun fi fadli shahr Ramadan. Qala Allah ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu hali yakuwa ametukuka, biqaulihi yahtadi almuhtadun, na kwa kusema kwake wanaongoka wenye kuongoka. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan. Amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, shahru Ramadan, mwezi wa Ramadhan, shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhan ndio mwezi ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an. Unzila fihi alquran hudan linnas, ambayo Qur'an ni mwongozo kwa watu, wa bayyinatin, na ni yenye kuweka wazi, min alhuda wal furqan, mwongozo na kufarikisha haki na batil. Shahr Ramadan, tukichukua neno hili kama alivyoeleza, asema shahr Ramadan la yakhfa anna hadha mimma imtaza bihi hadha shahr. La yakhfa, haijifichi, anna hadha, kwamba hili mimma imtaza bihi, ni katika yale ambayo umejitenga kwa sababu ya hilo, hadha shahr, mwezi huu, ala ghairihi min ashhur, juu ya miezi mingine, kwamba mwezi huu wa Ramadhan umejitenga na miezi mingine, umetofautiana, umejitenga na miezi mingine kwa sababu ya sifa hii ya kwamba mwezi huu, ndani ya mwezi huu imeteremshwa Qur'an. Lianna Allah ta'ala lam yusarrih fi kitabihi al-aziz bismi shahrin illa bismi hadha ash-shahr. Lianna Allah ta'ala, kwa sababu kwamba Mwenyezi Mungu hali yakuwa ametukuka, lam yusarrih, hakuweka wazi, fi kitabihi al-aziz, katika kitabu chake kitukufu, bismi shahrin, kwa jina la mwezi, akautaja mwezi kwa jina lake. Lam yusarrih, hakuweka wazi hivyo, illa bismi hadha shahr, ila jina la mwezi huu. Lam yusarrih, hakuweka wazi, fi kitabihi al-aziz, katika kitabu chake kitukufu, bismi shahrin, jina la mwezi, illa bismi hadha shahr, ila jina la mwezi huu ndilo ambalo ameliweka wazi akalitaja. Wa hadha mimma yadullu ala kathrati fadlihi, na hili ni miongoni mwa yale yanayojulisha, ala kathrati fadlihi, juu ya wingi wa fadla zake, ala ghairihi, juu ya miezi mingine, kwamba huu mwezi umeizidi miezi mingine katika ubora. Kwa sababu hii ni mojawapo ya sababu, ay bitakthiri thawabi al-a'mali al-muwafaqati fihi, bitakthiri thawabi, kwa maana kwa kukithirisha thawabu zikawa nyingi, bitakthiri thawabi al-a'mali, kwa thawabu za matendo, al-muwafaqati, matendo ambayo al-muwafaqati fihi, ni yenye kuwafikiana ndani yake, yakawa matendo hayo al-muwafaqati fihi, maana yake yakafanyikia ndani ya mwezi wa Ramadhani, basi matendo hayo hukithirishwa thawabu zake. Wa fadluhu ala ghairihi, wa fadluhu, na ubora wa mwezi huu wa Ramadhan, ala ghairihi, juu ya miezi mingine, yani kwamba mwezi huu kama umeishinda miezi mingine. Anna sa'ira al-umam al-madhiya, kwamba baki ya nyuma zilizopita, kana laha umrun tawilun, zilikuwa nyuma hizo zina umri mrefu, wa amalun, kana laha umrun tawilun wa amalun kathir, zilikuwa nyuma hizo zina umri mrefu na amalun kathir, matendo mengi, kwa kifanya sana mambo ya khairi nyuma zilizopita. Fa arada Allahu an takuna ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sabiqatan alaihim. Fa arada Allahu, akataka Mwenyezi Mungu, an takuna ummata Muhammadin, uwe umma wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sabiqatan alaihim, ni wenye kushinda juu yao, ni wenye kutangulia juu yao, kwa maana ummatu Muhammadin uzishinde nyuma zilizopita kwa ubora. Fa ataha shahr Ramadan, akaupa huo umma wa Muhammadi mwezi wa Ramadhan, wal awqati al-fadila, na nyakati zilizokuwa bora. Kwa nini ameupa umma hizo nyakati zilizokuwa bora, na kwa nini pia ameupa huo umma shahr Ramadhan, ameupa mwezi wa Ramadhan? Anasema litasbiqa sa'ira al-umami al-madhiya, ili huo umma uweze kutangulia nyuma zilizopita. Sa'ira al-umami al-madhiya, baki ya nyuma zilizopita. Bikathrati thawabi, huu umma uzishinde hizo nyuma nyingine. Bikathrati thawabi, kwa wingi wa thawabu. Wasummiya Ramadhan, na mwezi huu umeitwa Ramadhan, yani kwa jina hili la Ramadhan, li'annahu yarmidhu dhunuba, kwa sababu mwezi huu unapukutisha madhambi. Ai, maana yake yarmidhu dhunuba, maana yake ayuharrikuha, kwa maana unaziteketeza hizo dhambi, wayudhibuha, na unaziyeyusha,
lima yaqau fihi min kathrati al-ibadat, kwa yale yanayopatikana ndani yake, min kathrati al-ibadat, kutokana na wingi wa ibada. Kwa sababu huu ni mwezi ambao ndani yake kuna ibada nyingi, basi mwezi huu kwa sababu hiyo unaitwa Ramadhan, unazipukutisha dhambi. Kupukutika ni kama vile mfano wa mti kipindi cha kiangazi, yale majani ukikauka, yale majani yote yanaanguka chini, ndio unaitwa kwamba ule mti umepukutika, ndio kupukutika hivyo. Sasa mwezi huu nao umeitwa Ramadhan kwa sababu una sifa kama hiyo ya kupukutisha, lakini wenyewe sasa mwezi huu unapukutisha madhambi. Alladhi unzila fihi alquran, ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an, mwezi ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an. Maana kwamba lamma khassa Allahu ta'ala shahr ramadhana bisiyami, zama alipohusu Mwenyezi Mungu aliyekuwa ametukuka shahr ramadhana bisiyam, mwezi wa Ramadhan kwa kufunga, kwamba watu wafunge ndani ya mwezi wa Ramadhan. Wa huwa ibadati bisiyami, wa huwa ibadatin adhimatin, nayo ni ibada kubwa hiyo ya kufunga. Baina sababi takhsisihi, iliyopo kati ya sababu ya takhsisihi, kuihusisha huo mwezi. Hiyo tunaweza tukairudisha kwenye baina sababi takhsisihi, kwamba kuhusu huo mwezi kwa ibada ya funga. Biinzali a'dhami kutubihi fihi, kwa kuteremsha kubwa ya vitabu vyake ndani yake, kwamba vitabu vikubwa katika vimeteremshwa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Qala Ibn Abbas, amesema Ibn Abbas, unzila alquranu, imeteremshwa Qur'an jumlatun wahida, imeteremshwa jumlatan wahida min al-lawh al-mahfudh, imeteremshwa kwa pamoja min al-lawh al-mahfudh, kutoka katika lawh al-mahfudh, kwamba Qur'ani mwanzo ilikuwa katika lawh al-mahfudh na ikateremshwa kutoka kwenye lawh al-mahfudh jumlatan wahida, kwa pamoja ikateremshwa min al-lawh al-mahfudh fi lailatul qadri, katika usiku wa cheo, fi lailatul qadri min shahr Ramadhan, katika usiku wa cheo kutoka katika mwezi wa Ramadhan. Maana lailatul qadri ipo katika mwezi wa Ramadhan. Sasa hiyo Qur'an, maana yake hiyo lailatul qadri ndio usiku ambao imeteremshwa Qur'ani kutoka katika lawhil mahfudh. Fawudi'a fi baitil izza, ikawekwa Qur'ani katika baitil izza. Baitil izza asema fi samai dunya, katika mbingu ya dunia. Mbingu ziko tano, ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya tano. Sasa ya kwanza hapa ndio inaitwa mbingu ya dunia, ndipo ambapo imeteremshwa Qur'ani, ikawekwa hapo katika baitul izza. Thumma nazala bihi Jibrilu, kisha akateremka nayo Jibrilu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juu ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akateremka nayo munjiman au munjaman, akateremka munjaman ay mufarraqan, hali yakuwa maana yake ni yenye mufarraqan, ni kutawanyishwa. Ikawa imeteremshwa munjiman au munjaman au asema ay mufarraqan, yenye kutawanyishwa, hali yakuwa ni yenye kutawanyishwa, au munjiman yenye kutawanyika, mufarriqan yenye kutawanyika maana yake. Ikawa inateremka hiyo bihasabil waqa'i, kwa kiasi cha matukio, bihasabil waqa'i, kwa kiasi cha matukio. Ndo inaitwa kuna kitu kinaitwa asbabu nuzuli, sababu ya kuteremka aya. Sasa ile matukio ndo Qur'ani ikawa inateremsha bihasabil waqa'i, lakini tayari zile ayat zilikuwepo kabla ya yale matukio. Fi 23 sana, katika miaka 23 Qur'ani imeteremshwa kutoka katika Baitul Izza kuja duniani kumfikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kwa muda wa miaka 23. Wa thabata, na imethibiti maanahu marfu'an, na imethibiti maana yake ambayo ni marfu'an bisanadin hasanin, yenye kurufaishwa kwa hadithi marfu'u bisanadin hasanin, kwa sanadi ambayo ni hasan. Hadith hasan marfu'an ni hadithi ambayo imerufaishwa, ile sanadi yake imeenda mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio inaitwa hadithi marfu'. Sasa imeteremshwa bisanadin hasanin, kwa sanadi ambayo ni hasanin.
وكما اختار الله تعالى هذا الشهر لإنزال القرآن الكريم فيه أنزل فيه غيره من الكتب المقدسة. وكما اختار الله تعالى, na kama alivyochagua Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka hadha shahr, mwezi huu, biinzali alquran fi alkarim fihi, kwa kuteremsha Qur'ani tukufu ndani yake. Unzila fihi ghayruhu min alkutub almuqaddasa, vimeteremshwa ndani yake visivyokuwa Qur'ani min alkutub almuqaddasa, miongoni mwa vitabu vitukufu. Kwa maana si Qur'ani peke yake imeteremshwa katika mwezi huu wa Ramadhani, bali kuna vitabu vingine pia vimeteremshwa vya Mwenyezi Mungu, vimeteremshwa katika mwezi huu. Faqad ruya anin nabii sallallahu alayhi wasallam, hakika imepokelewa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam annahu qala, kwamba yeye mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, unzilat suhufu Ibrahima, zimeteremshwa mbawa za Ibrahima, fi awwal lailati min Ramadhan, usiku wa kwanza katika mwezi wa Ramadhan. Usiku wa kwanza katika mwezi wa Ramadhan ndio zimeteremshwa suhufu Ibrahim. Wa unzilat Tauratu Musa fi 6 layalin madhina min Ramadhan, na imeteremshwa Taurati ya Nabii Musa katika masiku 6 ya mwanzo katika mwezi wa Ramadhan, ndipo ilipoteremshwa, ndio wakati ambao imeteremshwa Taurati ya Nabii Musa. Wa unzilat Zabur Daud, na imeteremshwa Zaburi ya Nabii Daud fi 12 layla madat min Ramadhan, katika masiku 13, katika masiku 12 madat min Ramadhan, yaliyopita katika mwezi wa Ramadhan. Wa unzila Injilu, na imeteremshwa Injili Isa, Injili ya Nabii Isa imeteremshwa fi 13 katika masiku 13, wa fi riwayati 18, na katika riwaya nyingine inasema ni siku 18 laila khalat, masiku 18 yaliyopita katika mwezi wa Ramadhan, min Ramadhan. Kwa hiyo vitabu yote vinne maana yake. Wa unzila alquran wa unzila alfurqan ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na imeteremshwa Furqan. Furqan ndio hiyo Qur'an. Qur'an ina majina ikiwemo Furqan pia ni jina lake. Kwa hiyo imeteremshwa Qur'an ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, juu ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, fi rabi'ati wal 20, katika siku ya 24, katika siku ya 24 ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Rawahu Imam Ahmad amepokea hadithi hii al-Imam Ahmad wa Ibn Marduwiya. Qala baadhi ulama, wamesema au imesema baadhi ya ulama, anna al-kutuba al-munazzalatu, anna al-kutuba al-munazzalata min as-samai ila al-ardi 104, kwamba vitabu vilivyoteremshwa, wamesema baadhi ya wanazuoni, tutafute mawqif, tutafute mahala tusimame hapo ili tuingie katika sala ya Isha, kwamba vitabu vilivyoteremshwa min as-samai ila al-ardi, kutoka mbinguni kuja ardhini, 104, ni vitabu 104, vitabu 104 ndio vilivyoteremshwa. Suhufu Shithi situn, mbawa za Shithi situn. Shithi ni nabii Shithi ambaye ni mtoto wa tatu wa Nabii Adam. Shithi ni mtoto wa tatu wa Nabii Adam, ambayo amezaliwa baada ya tukio la kuuliwa Habil na ndugu yake Qabil, ndo akazaliwa huyo Shithi, huyo mtoto wa tatu wa Nabii Adam. Kwa hiyo naye alipewa mbawa hizo. Wasufu Ibrahima, na mbawa za Ibrahim 30. Wasufu Musa, na mbawa za Nabii Musa qabla at-Taurati 10, na mbawa za Musa kabla ya kuteremshwa Taurati 10 pia. Wa Tauratu wal Injil, na Taurati na Injil. Wa Zabur wal Furqan, na Zabur na Qur'an. Wal ula al-imsaku an adadiha wa tafwidhu ilmihi ila Allah, na lililokuwa bora al-imsaku an adadiha ni kujizuia na idadi yake, kwamba kutokubaini ni idadi ya vitabu vingapi vilivyoteremka, au maana yake kuto kusema ni vitabu vingapi ambavyo vimeteremka. Wa tafwidhu ilmihi, na kuitegemeza elimu yake na kutegemeza ujuzi wake, kwamba anayejua ila Allah, kwa Mwenyezi Mungu Ta'ala aliyekuwa ametukuka, kwamba anayejua ni Allah. Mwenyezi Mungu ndiye anayejua idadi ya vitabu, kwamba vitabu vilivyoteremka ni vingi zaidi ya hivyo inawezekana,
Kwa hivyo anayejua ni Mwenyezi Mungu. Waqad akrama Allahu hadhihi al-umma bi an ja'ala ma'ani al-kutubi majmu'a fi al-Qur'an. Waqad akrama Allahu, na hakika ameukirimu Mwenyezi Mungu, hadhihi al-ummata, umma huu, bi an ja'ala ma'ani al-kutubi, kwa vile kuwa amejalia maana ya vitabu maani al-kutubi, amejalia majmu'atan fi al-Qur'an, ni yenye kukusanywa katika Qur'an. Wa maani al-Qur'ani, na maana ya Qur'ani, majmu'atan fi al-Fatiha, ni yenye kukusanywa katika Fatiha. Kwa maana hivyo vitabu vingine sasa tutavipataje vitabu vingine tuvisome? Hivyo vitabu vingine tutavipata kwa kuisoma Qur'ani, kwa sababu Qur'ani imekusanya maani za vitabu vyote vya nyuma vilivyopita, na vile vile surat al-Fatiha imekusanya maana nzima ya Qur'ani. Tuishie hapo, tuje tuanze kwenye